Kwa hiyo mkuu wa wilaya, jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana, moja, mkishirikiana na halmashauri NEMKI, ni kuendelea kufanya operations maalum katika sehemu mbalimbali zikiwemo sehemu hizi ambazo leo tumekaa na wadau hawa. Moja, kuendelea kuangalia maeneo ambayo yanahifadhi wageni ambao wameingia nchini kiholela na pengine kufichama kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Mkuu wa wilaya, kwa sasa katika maeneo yote haya ambayo tunayasema, maeneo nyeti, hatustahili kutoa kibali hata kimoja cha masuala ya mabaa. Haya maeneo nyeti namaanisha nini? Eneo kwa mfano kama hapa tulipo, hapa kuna ofisi, ni ofisi ya public. Ukienda pembeni hapa pana hospitali. Lakini mtu yuko tayari kufungulia mziki wake kiasi kwamba ni kama anataka kumtishia mgonjwa aliyelala kitandani. Baa za aina yoyote ya namna hiyo ambazo haziobserve hizo principles, ndugu zanguni, mimi nabariki baa za namna hiyo kufungwa na kunyang'anywa leseni za biashara. Ni afadhali tukamfundisha mtu kwenda kufanya biashara nyingine, sio hiyo, huku tukiamini kuwa mtu asipokunywa kileo hawezi kufa. Baadhi ya maeneo sitisheni vibali vya ujenzi. Leo kwa mfano watu wa mipango miji bidi wawepo hapo. Kwa mfano njia ya Ture Drive, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ukitoa kibali ile Ture Drive cha kujenga gorofa refu, automatically kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria unaziba ule upepo unaotoka moja kwa moja baharini kwenda pia kwenye makazi ya watu wengine, na hiyo ndio sifa Peninsula. Sasa mbele Ture Drive unajenga gorofa 10, nyuma umewapa gorofa 5. Gorofa 5 inatakiwa ziwe mbele ili mshale wa gorofa uende kwa graph unapotoka kutoka usawa wa bahari. Na ndio maana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kama kuna maeneo pale leo mkayaangalie, kama kuna maeneo kwenye barabara yametolewa vibali vinavyozidi kuanzia hizo gorofa kadhaa kwa mujibu wa taratibu, gorofa nzima simamisha. Kwa hiyo natamani kwa wale wote ambao mmepata maonyo, niwape wiki moja ya kuhakikisha mabadiliko yote yamefanyika.